Ikiandikwa imeandikwa, hata ichelewe itafika tu. South Africa wamefanikiwa kufuzu michuano ya kombe la dunia 2026 baada ya kuongoza kundi C wakiwa na pointi 18. Hii baada ya kushinda mchezo wao wa leo dhidi ya Rwanda, na hivyo kuongoza kundi C wakiwa na pointi 18. Nafasi ya pili ameshika Nigeria ambaye amemaliza akiwa na pointi 17. Nafasi ya tatu Benin akiwa na pointi 17. Kabla mechi hizi za leo, Benin ndio alikuwa anaongoza kundi hili akiwa na pointi 17, ambaye yeye alikuwa anahitaji ushindi tu dhidi ya Nigeria, ushindi wowote, ili aweze kufuzu michuano ya kombe la dunia. Huku Nigeria alikuwa anashika nafasi ya tatu akiwa na pointi 14. Nigeria yeye alikuwa anacheza mechi mbili. Mechi ya kwanza alikuwa anacheza mechi yake dhidi ya Benin ambayo alikuwa anahitaji kushinda goli 3 au zaidi. Kwa hiyo mechi yake hiyo ya kwanza akashinda, lakini wakati anacheza mechi yake alikuwa anacheza mechi nyingine. Mechi nyingine ni mechi ya Rwanda na South Africa, ambapo hapo alikuwa anaombea South Africa asipate matokeo ya ushindi. Hivyo mechi yake ya dhidi ya Benin amefanikiwa kushinda goli 4-0, lakini mechi yake nyingine ambayo alikuwa anaicheza kwa njia ya maombi haijawa kama ambavyo yeye alikuwa anaombea. South Africa amempiga Rwanda goli 3-0. Kwa South Africa, yeye alianza siku ya leo akiwa na pointi 15, ambaye naye pia alikuwa anacheza mechi mbili. Mechi ya kwanza alikuwa anacheza ni mechi yake dhidi ya Rwanda ambaye alikuwa anahitaji ushindi wowote, na mechi ya pili alikuwa anaombea Benin asipate matokeo ya ushindi dhidi ya Nigeria. Akashinda mechi yake dhidi ya Rwanda 3-0, na mechi ambayo alikuwa haichezi yeye lakini alikuwa anaiombea imetoka kama ambavyo alikuwa anataka iwe. Kwa hiyo South Africa amefanikiwa kufuzu michuano hiyo ya kombe la dunia, ambapo sasa hivi ni mara ya 4 wanafuzu michuano hiyo ya kombe la dunia. Mara ya mwisho ilikuwa mwaka 2010 ambao wao ndo walikuwa wenyeji, na South Africa wamekutana na vikwazo vingi katika safari hii ya kufuzu World Cup. Kama nakumbuka, mwishoni wa mwezi Septemba FIFA walitangaza kuwakata pointi 3 kwa kosa la kumchezesha mchezaji Teboho Mokoena kwenye mechi yao dhidi ya Lesotho akiwa na kadi 2 za njano. Hivyo ile iliwarudisha nyuma mpaka wakashuka mpaka nafasi ya pili. Lakini kama imeandikwa, leo siku ya mwisho wakicheza mechi yao ya mwisho, mechi ya 10, wamefanikiwa kushinda na kufanikiwa kufuzu michuano ya kombe la dunia ambayo itachezwa nchini Marekani, Mexico na Canada mwakani 2026.